Kwa hiyo Mwalimu Julius Nyerere alisema ni muhimu kutofautisha hizo mbili, kwa sababu socialism ya Ulaya ilikuwa inajaribu kupambana na ubepari uliokuwa ukiwanyonya, lakini ujamaa wa Tanganyika na baadaye Tanzania na Afrika wenyewe ulikuwa unajaribu kurudisha Waafrika katika maisha ya jadi yaliyokuwepo kabla ya ukoloni. Mwalimu Nyerere alienda mbali zaidi na kutupeleka katika hadithi na methali za zamani. Akasema ni lazima tuangalie hadithi zetu na methali za zamani. Wazee walisema vipi? Methali moja aliyoitumia ni ile inayosema mgeni siku mbili, ya tatu mpe jembe. Methali maarufu zaidi katika jamii za Kiswahili, ambayo inamaanisha kwamba unapokwenda kumtembelea mtu nyumbani kwake, ama mtu anapokuja kukutembelea nyumbani kwako, ni lazima kila mmoja, wewe mwenyeji na yeye mgeni, ama yeye mgeni na wewe mwenyeji, mnajua wajibu wa kazi kwa kushirikiana. Hakuna ile kwamba mimi ni mgeni ni lazima wengine wafanye kazi wanizalishie. Lakini akaenda mbali kwa kutoa mfano, unapomtembelea mtu nyumbani kwake katika jamii za Kiafrika, ukakuta anafanya kazi, badala yule mtu afanye kazi wewe ukiwa umekaa kwa sababu wewe ni mgeni, basi ni lazima wewe mgeni ushike jembe, ushirikiane na yule mwenyeji, mfanye kazi kwa pamoja. Sasa kwa nini ujamaa ulikufa? Hiyo ni mada ya siku nyingine. Na wakati tunapoyakataa mawazo ya kibepari yaliyoletwa katika Afrika na ukoloni, lazima vile vile tukatae na utaratibu wa kibepari ulioleta mawazo hayo. Moja katika utaratibu huo ni mtu kumiliki ardhi ikawa yake. Kwetu sisi wa Afrika, ardhi siku zote ilijulikana kuwa mali ya umma. Kila mtu katika kijiji alikuwa na haki ya kutumia ardhi, maana bila ya hivyo hakuwa na njia ya kuipata riziki yake, na haiwezekani mtu awe na haki ya kuishi bila ya kuwa na haki ya kupata njia ya kutafutia riziki. Lakini haki ya Muafrika katika ardhi ni haki ya kuitumia tu. Hakuwa na haki zaidi ya hiyo, wala haikuingia akilini kudai haki zaidi ya hiyo.